Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa jina naitwa Edina Pedasto. Walio wengi wananifahamu. Ndio mama yake na huyu mtoto. Nazidi kusema asante kanisa. Nawashukuru sana kwa maombi yenu. Likizo hii alipokuja nyumbani hajawahi kuugua. Nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Azidi kuwabariki. Ya leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu alivyomponya mwanangu. Vizuri. Sasa mama, hebu tuelezee. Mwanako alikuwa na matatizo gani? Alikuwa na mafua? Mwanangu alikuwa na matatizo ya kuzimia. Yeye alipokuwa anaingia kanisani anazimia. Hafanyi lolote ila anaingia usingizini. Hapo baadaye anazinduka. Ndivyo alivyokuwa anaumwa hivyo hivyo. Kwa hiyo nilipomleta huku kamkabidhi kanisani kwenu wakamchungaji. Labda wakati alipokuwa akiombewa ilikuwa inatokea nini? Alipokuwa anamuombea nilikuwa nampeleka makanisani, wakimuombea anaanza kupaa. Anapita hewani, aongei neno hata moja. Labda yeye alikuwa anapaa angani akanyaji chini. Kazi yake ni kupaa tu mpaka anashuka chini. Nyumbani wapi? Bukoba, Mwanza? Misenyi, sasa hivi tunaishi Misenyi. Misenyi, Bukoba. Nazaliwa hapo Kiganda. Mdogo wangu Adiliana ni mdogo wangu. Adiliana ni mdogo wake. Vizuri sana. Kwanza kuuliza hivyo, kuna wengine wala hawajui. Na wala hawajui kama Kevin. Kevin kama ni mtoto wako. Kevin ni mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mtoto wangu wa 3 katika uzao wangu na watoto 4. Bwana awabariki. Baba yake na Kevin anaitwa nani? Anaitwa Severian Joseph. Anaitwa Severian Joseph. Kanisa sema haleluya. Haleluya. Kile sema haleluya. Haleluya. Sasa nilipompeleka Kevin huyu wakati tunamripoti pale shuleni, baadhi wengine akajiuliza mtoto wake ni alimzaa nje ni. Wakaulizana mambo mengi. Namshukuru Mungu kwa mama yake akafika. Haleluya. Baba yake anaitwa Severian nini? Severian Joseph ni wa Bukoba. Haleluya. Anasema mtoto wake alikuwa anapata kifafa na kudondoka mara nyingi shule. Shuleni ilikuwa na kweli? Shuleni. Yeye shida yake tatizo lilikuwa ni kanisani. Anapoteza. Alikuwa anaenda anatoka vizuri. Tatizo akiingia kanisani anapoteza fahamu. Kwa hiyo toko amekaa nyumbani hajapata zote. Mkikaa nyumbani bila kumpeleka kanisani hapati tatizo lolote. Fika kanisani ndio anaanza. Sawa. Sasa maliza kugundua kwamba tatizo ni kanisani. Kwanza kwa tunaenda mara kwa mara. Jinsi tunavyokaza kwenda kanisani na vyenyewe vinakaza. Jinsi tunavyokaza kwenda kanisani na vyenyewe vinakaza. Mpaka hapo ndo tukaanza kuhangaika, tunampeleka kwenye makanisa, tukazunguka makanisa. Mwisho wake mimi nina wadogo zangu huku na mimi nazaliwa huku, ndo wakanipigia simu akaniambia baba mchungaji huyo itabidi mtoto nimlete huku. Na nilipomleta naona maendeleo yake ni mazuri. Haleluya. Sikika mama. Subiri kidogo mama. Hebu niulize, ilikuwa kwaje mpaka Kevin anakaa huko? Mimi kwa sababu huyu mtoto watu wanamuona yuko kanisani, niishi huko ni kweli. Kushikwa magonjwa alikuwa nilipoanza kuhangaika kwenye makanisa. Leo ikaniambia huyu mtoto ukimpeleka madhabahuni akakaa kanisani litamsaidia mtoto wangu kufanyaje? Kupona. Na tena ninaona limenisaidia haraka. Mwanangu akapona. Ndio nilimleta nikasema ninaomba Mungu wangu kama baba mchungaji uwezekano huko mtoto wangu afanyaje? Akae kanisani. Ndio baba mchungaji akanikubalia akasema muache kanisani. Yeye mwenyewe kwa hiari yake baada ya kumleta akaombewa, alikasini kwa bibi yake, nikakaa kwa muda. Baada ya kupona akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani mwezi kama moja hivi, wiki kadhaa, akavamiwa tena, akamrudisha akisema mchungaji, mimi nakuamini. Mimi naomba mwanangu umlee kama mtoto wako. Kaa naye kuliko kumpeleka kule akakaa na kifafa, yeye anapoteza manima na mapipa na nini. Asaidii chochote nyumbani. Ni wakushiko hivyo mara ameita amepoteza ganzi huko mara fulani, kwa pastor kaa naye mtoto. Mtoto naye nikapata neema, ni mtoto wa kiume, tunaweza tukakaa wote. Akahamishwa kutoka Bukoba shule Bunazi akakaa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mzazi wake ndio huyo.
Haleluya. Sasa pia mama anasema toka mtoto wake amerudi nyumbani akaingia likizo, amekaa vizuri mwezi mzima toka ameingia likizo, aoni kifafa tena, aoni mapepo yote yale. Amekuja na yeye amkabidhi tena kanisani, amefika hapa na shukrani yake. Umeona kitu shukrani yake. Amina. Mama, wakati tunamwombea tulikupa mafuta ya upako? Amina. Tulikutoza hela kwamba hela 100,000 kukaa naye? Amina. Nilikwambia shilingi ngapi kuna mtunza mtoto wako? Hautaniambia hela hiyo, nilimwacha tu. Nilimwacha tu. Leo mama akajituma mwenye kaja na shukrani. Mama, nimekupigia simu kwamba uje na Kevin? Hapana. Na mimi hata sijawapigia simu. Nimekuja kidogo. Amejitoa mwenye kwa moyo wa kupenda. Hivyo ndivyo huduma ilivyo. Amen. Baraka za Mungu zilizohifadhiwa mbinguni ni kubwa sana kuliko hicho ambacho ametoa. Na anapotoa shukrani yake kama yanabarikiwa, Mungu anaendelea kumlinda mtoto wake. Na yeye pia anabarikiwa kupitia hiyo shukrani. Alitendewa wema na analipa wema mbele za nani? Mbele za Mungu. Haleluya. Lakini pia baraka za Mungu kubwa sana kwa pasta, kwa kanisa anavyosema, tunawashukuru kanisa, anasema asante kwa matunzo na jinsi mlivyohifadhi mtoto wake. Haleluya. Yaani baraka za Mungu kubwa tulizonazo ziko mbinguni. Hivi vilivyokuwa hapa ni vidogo dogo sana. Kwa hiyo mchungaji anapoanza kuangalia vidogo dogo sana, Mungu anakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atupe neema ya kuhudumia watu kama hao. Mimi mama wala simwambia kumtunza mtoto wako gharama kadhaa tuko nalipa hivi, hamna. Namhudumia kama mwanangu. Namtunza kama mwanangu. Changamoto ipo. Vita ipo. Kama unavyojua watoto watundu, watikutu, malezi, yalivyo hivyo watoto kama hao tena wa kiume. Tena mama huyu ninapomwona sasa kumpigia simu kumwambia mama mtoto wako amenichosha iko hivi na hivi. Sijawahi. Jana hapa mwezi wa kama 12 ule muita shangazi yake, si shangazi ya Liliana. Kumwambia dada, nakuomba tusaidiane kwa ajili ya kumkanya kile. Katika kile. Sijawahi mama kumwambia hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najitoa sadaka, nafanya kazi ya nani? Kwa moyo wa kupenda. Mama anachokuja nacho, amekuja na sabuni, akaja na sukari, kaleta nguo, kaleta daftari kwa ajili ya mtoto wake, nafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafurahi kwamba amekumbuka mtoto wake. Lakini mimi nakaa na Kevin kama mwanangu, nakaa na Kevin kama ninavyoweza kukaa na mshirika mwingine. Namtunza, natumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Namtumikia Mungu kupitia mtoto huyu. Nikifika wakati mimi sitarajii anilipe mema, mama anilipe mshahara, hapana. Akimaliza darasa la 7, kijana ameenda gereja, ameenda sekondari, atakapojituma na mimi namwambia baraka Bwana Mungu akutangulie. Nenda pambana. Haleluya. Lakini wenda ikawa katika kumhifadhi huyu na mimi wa kwangu mara alipo akahifadhiwa. Siko nao wako nje. Sije natunzwa na nani? Na mimi namwambia Mungu kwa kumtunza huyu, tunza wanangu. Linda wanangu. Waepushe na ajali, waepushe na mikosi. Walishe, wanyweshe. Wape ajira mara walipo. Hata kama wana ajira, lakini Mungu, hebu fungua riziki. Kwenye masomo yao wahifadhi Mungu kama anahifadhi watoto wake kama hao. Na mimi Mungu ananihifadhi kupitia watoto kama hao. Haleluya. Mwisho namaliza kwa Kevin. Wema ni akiba, lakini na ubaya ni akiba. Kwa hiyo ukitenda wema kwa mtu kama hivi ni akiba umewekeza mbele yako. Wema utakukuta mbele. Ukimtendea mtu ubaya, huyo ulimtendea ubaya anaweza asikulipe ubaya, lakini umeweka akiba ya mabaya mbele. Utakutana na mabaya mbele kwa sababu kuna mtu ulimtendea mabaya. Sikia mkono mwenzako mwambie tubadilike. Mama geuka nikuombee na mwanangu. Kevin, mshike mama yako. Katika jina la Yesu Kristo. Leo sasa Mungu yapate 2026. Kevin akiwa mzima na mwenye afya. Baraka za Bwana ziwakinge watu hawa. Ujio wa mama huyu kufika mahali hapa. Neema ya Kristo ikufunike na kukulinda. Wema ulioutenda iwe ni akiba. Mungu akulipe. Imani yako iongezeke. Baraka za Bwana ziwe pamoja na wewe. Hadharani mbele ya watu umeshuhudia na kukutazama. Ulichokuja nacho Mungu akibariki akitakase. Maisha mwanao na yafunika awe kama Samueli aliyekaa nyumbani mwa Bwana. Akawa ni baraka kwa kanisa,
pamoja na kwa wazazi. Neema Kristo afunike na kulinda, asiwepo mtu wa kumpokonya mwanao mikononi mwako. Kama unavyotambua uwepo wa Mungu alichokitenda, na Mungu pia aendelee kuwalinda watoto wako hata walipo nyumbani. Katika jina Yesu nimekubariki, nawe sema amen.